elezo. So hii inaangaliwa. Ya pili kuna kitu kinaitwaga na hizi by the way ni sheria. Ingia Google, andika Facebook ama Instagram advertising policies. Hebu andika, angalia. Utakuta kuna profanities. Kuna punctuation, kuna masuala ya profanity, punctuation, sijui. Instagram advertising policies. Moja ya sheria ambayo watu wanashindwa kuielewa ni wanasema hivi: what are you selling? Advertise that. Never mention other people's muonekano, uchumi na kila kitu. Ambao kwenye ile sheria wanasema ni personal attribute policy. Personal attribute policy maana yake ni kwamba usizungumzie uchumi wa mtu, usizungumzie afya, usizungumzie imani, usizungumzie, yani ukasema hivi, je, umesumbuliwa na kitambi? Ni kosa. Ni personal attribute policy. Umevunja sheria. Na watu wanafungiwa akaunti mtandaoni, "Duka huru nisaidie, mimi siwezi kusaidia." Kwa sababu inaweza karudi au isirudi. Utakuja unilalamikia kati ulikuwa usomeze sheria. So kwenye sheria ya personal attribute uruhusiwi pia kuzungumzia kuhusu weusi, ufupi, imani, uchumi ya mtu. Inawezekana huna kazi, inawezekana unatafuta kipato, njoo tu check sasa hivi. Hiyo ni nani? Personal attribute. Kwa sababu kuna uchumi wa mtu. Je, umefukuzwa kazi? Ni uchumi wa mtu. Na ndio maana kwenye watu wanaoathirika sana ni watu wanafanya masuala ya beauty and personal care. Yaani wanaathirika kwa sababu wao unaweza kuzungumzia yaani ukazungumzia hali ya mtu ya chochote kile, uchumi wake, muonekano wake, sura yake, anything, so inahusika. Sheria ya pili kubwa ya mitandaoni